safari yetu ndio kwanza imeanza. Good night. Wewe ndio uliuza hii nyumba. Umefunga mlango. Sasa. Hiyo ni habari. Nasemekana umezitoa wadai. Daniel. Yes, Dorcas. No, naomba tuongee sasa hivi. Please. Nisikilize. Yes, just listen to me. Nisikilize basi. Wewe ni mtu mzima na mimi vile vile ni mtu mzima. Ninaposema kitu na maanisha. Sina haja ya kufungua kesi na sitaki kitu chochote kile kuhusiana na wewe ama kuhusiana na huyo mtu wako. Please, just leave me alone. Sitaki. Unachoshinda kuelewa kitu gani? Sitaki. Just let me be. Docs, naomba uniache na maisha yangu. Just let me be. Kwani unamtuma mtu? Just let me be. No, nisikilize basi. Nisikilize. Just let me be. Naomba uniache na maisha yangu. Sawa? No, kwa nini nipate okay, sina huo muda. Yes, naomba uniache. Sawa? Nimekuacha unaendelea na maisha yako. Just let me be. Niache, and I'm serious. This is the last time nakwambia. Kwa sababu nakwambia hunielewi. Just let me be. Naomba uniache na maisha yangu. Please. Odi. Karibu. Asante. Mkwe huyo. Karibu baba. Asante karibu mama. Sana. Shikamoo. Marhaba za nyumbani. Nzuri tu za hapa. Safi, karibu. Wazima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Karibu. Asante. Mama nimepita kidogo tu. Na mzigo ya Sakina nimemletea. Asante babu, barikiwe sana. Asante. Amina. Mwanangu. Sema sikai. Niko naomba Sakina unitie kidogo na muongeze naye. Sakina? Sakina si upo kwako baba? Wewe ndio uliondoka naye. Sasa mama, kwani nimekwambia yuko kwangu Sakina? Baba, mbona mnanichanganya? Mbona unanichanganya baba? Kwani vipi? Baba, Sakina. Yaani Sakina hajulikani halipo. Na isitoshe hata kwenye simu yake hapatikani. Na huyu ndo aliondoka naye. Bana, wewe usinitanie. Namtaka mwanangu. Unajua, mimi nimepewa taarifa zako zote na yule kijana Abduli. Mwanzo mwisho. Usinitanie. Namtaka mwanangu. Baba, mimi Sakina ningekuwa naye ningeshakuja naye. Ila nimekuja hapa kumuuliza kwa sababu hapa ndo nyumbani. Mimi taarifa zako zote ninazo. Kwa hiyo mimi ninachokwambia namtaka mwanangu. Lakini baba, kwani jana usingemsindikiza mpaka hapa nyumbani? Mrudishie masaga yake bwana. Hali kama ile kweli baba? Aliniambia narudi nyumbani Sakina, kwa hiyo sikuwa na mashaka yoyote na Sakina. Wewe usingekubali hali kama zile ndo zilivyo mwanangu, zinaamua zinavyotaka zenyewe. Zile hali ndo zilivyo. Naweza kukwambia jambo unajua kabisa hata haliwezi, lakini akalishupalia kutokana na hali yake. Wewe ungemleta tu mwanangu. Kama hujui alipo. Basi. Mke wangu, rudisha mizigo yako. Kama mazaga yako nini ondoka nayo. Sisi hatuna shida. Mke wangu achana nayo. Nitakuona. Mume wangu.
Achana naye. Wewe achana naye huyu. Wewe achana. Ngoja. Lakini sasa unamruhusu vipi? Wewe ndo tufanye naye ushirikiano ili tumpate mtoto. Mimi ndio baba na mimi baba ndio wa mtoto. Mtoto mimi nitampata. Huyu mtoto mdogo hawezi kushindana na mimi. Kwa sijapata kabisa yani 100% kwamba nataka kufanya nini, lakini nipo kwenye mezani napima, naangalia hichi kitanirudishia hela yangu, kitanizungushia na kitaniletea faida, au hichi kitakuaje. Kampuni naiwazia, lakini sasa tatizo ni kwamba kampuni unajua kitakufanya asubuhi mchana jioni uwepo kule, huwezi kusema unamwachia mtu majukumu. Kwa yani nipo hapo, nipo kwenye huo mzunguko najifikiria kipi kizuri, kipi kibaya. Yani hamna biashara mbaya, hamna kazi mbaya, ila ni mwendo tu kujifikiria. Nikipata jibu nitakwambia. So unajua sipendagi hasara. Nakufahamu sana. Basi ndo maana. Lakini kwa jinsi ninavyokufahamu wewe mwenye jina langu, ni mwanamke jasiri sana. Mimi msumbufu. Msumbufu najijua. Mimi kilitaka langu linakuwa sana. Unajua kuna msumbufu wa hasara na msumbufu wa faida. Kwa mimi ni msumbufu gani? Msumbufu mwenye faida. Hakuna jambo ambalo unalikusudia kulifanya ukashindwa. Kwa kumbe sio mtoto mbaya sana. Ni mtoto mzuri sana. Na kwenye familia ukiwa na mtoto jasiri, mwenye mambo mazuri kama wewe, mzazi unajivunia, hata kichwa kinatulia. Ni kweli. Kwa hiyo jitahidi tu, endelea kusonga mbele. Unaloliwaza ni lenye faida, sio lenye hasara, na mwisho wa siku ukafanikiwa. Salama, shikamoo. Marahaba. Karibu. Asante. Ndiyo. Samahani? Ndiyo. Nahitaji jeneza. Pole baba. Asante sana. Karibu. Ni la mtu mzima. Mtu mzima. Yapo ila yako bei tofauti. Okay. Bali kuonyeshe bei. Karibu. Kuna kama hili hapa, ile ni 5,500,000 na 500,000. Hii ni imported. Alafu kuna hili hapa, ile ni 1,100,000 na 500,000. Ndio. Alafu kuna lingine hili hapa, ile ni 3,000,000 na 500,000. Ile nalo ndani liko hivi. Nalo ni imported. Haya huko nayo hili hapa nalo 1,100,000 na 500,000. Hii pamoja na hii. Sasa hili vipi? Naona limetoka kabisa liko hapa. Au tayari nimeshachukuliwa? Hapana. Haijachukuliwa. Bei yake? Hii ni 5,500,000. 5,500,000. Ndio. Nafikiri itakuwa kwa hali ilivyo ngumu sasa hivi. Ndio. Mfita mfai. Sawa. Na mama angekuepo angeweza kuniona. Anabeka mjukuu wangu, usianze kuwaza hayo bwana, unasikia? Ukianza kufikiria hayo, haya basi ishatoka huko. Afu baby, nimesha kusikia au kuhisi labda Dr. Mbaga ana mtoto nje? Hapana.
Kwa kumbukumbu zangu sikumbuki. Sijawahi kusikia kitu kama hiyo. Kwa sababu pale kwa Dorcas kuna mtoto mdogo anaitwa Brian. Yule mtoto amefika kwenye mikono ya Dorcas kupitia ajali. Kale katoto kalipata ajali, alipopata ajali akawa hana ndugu, hana familia ambayo iliweza kumrecognize. Kwa hiyo akawa amekosa pa kuelekea, kwa hiyo yuko pale. Ilikuwa apeleke foster home cares, lakini wakawa amemchukua Dorcas, anakaa naye pale nyumbani. Kilichonishtua mimi au kilichonishangaza, kwenye nguo alizokutana nazo yule mtoto kulikuwa na business card ya Dr. Mbaga. Kitu ambacho kilipelekea kunifanya nijiulize maswali, japokuwa sijamwambia hata Dorcas mwenyewe ajui. Lakini nikawa tu na mawazo kichwani kwamba what if ni mtoto wa Dr. Mbaga labda wa nje. Mama, unajua hii dunia. Umeona? Yaani sasa hivi hapo ulivyoongelea hivi nikamkumbuka mama, ndo nikasema hivi na yule mtoto sasa nyingine ana hamu labda angekuwa na babake mzazi, mamake mzazi, unajua? Of course sawa pale akai vibaya, lakini unajua kabisa hana mtoto au hata ambaye anamlea labda. Kuhusu jambo hilo kwangu litakuwa ni gumu sana kutoa ukweli. Kwa sababu kwa ufahamu wangu mimi kwa kweli sikumbuki na sielewi, isipokuwa mimi nakushauri umuone Dr. Mbaga umuulize. Atakubali yule. Kwa nini asikubali kama jambo linamhusu? Mwingine anaweza akakwambia unanichimba maisha yangu, mimi utakujua yangu, mimi yani. Maka. Lakini tuombe hata sita. Penye nia hapana njia. Njia yenyewe ukiona mbaya ndugu yangu sio lazima upite. Inabidi ugeuze urudi ulikotoka. Umeona? Sasa unang'aniza kwenda. Hivi mbona achelewesha chakula? Na njaa zinavouma. Sasa baba, naomba nitajie ile majina matatu kwa ajili kwenye msalaba. Majina matatu? Ndio, kwa ajili ya msalaba. Yaani nipe nikwandike. Sawa. Samahani baba. Sanduku unachukua leo au mazishi ni kesho? Nachukua sasa hivi. Gari yangu iko nje. Okay, gari iko nje. Sawa. Kama kuna vijana tafadhali waandae kabisa hili. Wapo vijana, hamna shida. Sasa kadi yetu hii hapa. Kampuni yetu inaitwa Heaven Gate Services. Hapa tunashughulika na huduma zote za mazishi. Kuna kuosha mwili, tunasafirisha nje ya nchi, tunachoma, tuna kila kitu kuhusu mazishi. Tuna magari pia. Majina yake haya. Ndio baba. Ndo haya. Sawa. Unasema 5,500. 5,500. Huduma zote zinapatikana. Baba kuna mashada pale? Hapana, hapana sihitaji. Mashada. Yanafaa kwa ajili ya kuzikia baba. Uhitaji? Sawa. Ulisema vijana wapo kupakia? Ndio baba wapo. Okay, basi wewe tu kama uko tayari? Sasa inatakiwa nipatie. Kwa kuweka kabisa. Na umejua leo kuniweka. Niambie mambo vipi? Fresh, msalimia yangu. Mambo yanaenda? Salimia yangu. Hello. Kwa nadhani ni muhimu sana endapo kwamba Jumapili ukahakikisha kwamba unakuja kuweza kukutana na familia ya kina Monji. Hakuna shida. Inabidi tuwe tunatembeleana. Si unajua tena tumeshakuwa ndugu na nini vitu kama hivi. Ni kweli. Haina shida. Hello. Take care. Basi sawa.
Poa. Poa. Kwa bibi. Tume langu. Hello uncle. Mtoto wao umemtoa wapi? Yaani jamani, sawa, huko siwezi. Nimejifungua jana. Haya utaniambia nini? Hebu kuwa serious. Na nimekuwa nikimtafuta kwa muda mrefu. Yaani, huwezi amini. What made me look for you? Na kusema kwamba nikucheck nije kuulize. What I called you here ni kukuuliza kuhusu mtoto kama unamjua. And it's only kwa sababu moja. Nilikuwa nahisi ni mtoto wako. Trust me, alipata ajali. Alikuwa yuko kwa rafiki yangu, Dr. Dorcas. Na pale anaishi naye kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu naye kama mimi hana bado mtoto. Lakini wakati amepata ajali kwenye nguo zake, alikuwa na business card yenye jina lako. Unajua kibinadamu kifikra za haraka haraka. Akasema okay, labda mjomba wangu unajua ana mtoto labda nje. And amepotea, asije kaumia mtoto wake huyo hapa. I never knew kwamba Mungu alikuwa ananiletea. Hello. Niambie. Msalimia yako. Anko aleza kaisi nimechukua mapenzi yote ndani ya siku 2. See. Ila ni kusudi za Mungu. Mimi nijua kwamba ni mtoto wa Monji na amezaa na mama mwingine, sikujua kama ni gani. By the way, bado nimwambie nani? Tuko tunangekuta. Amini unajua. Yaani hawezi kuamini, hawezi. Unaona kidogo. Yeah, kanyo. Mambo ya Dorcas sana. It's okay like. Okay, yeah, so good. Anyway, yeah. I'm surprised. Hata nikutana nyumbani. By the way, unakunywa nini? Ni maji hatoshi. Wewe na maji. Sinaanza na maji kwani. Weekend hii maji, jioni hii, weekend hii maji. Naanza na maji. Wapi siamini. Wewe najua unachokunywa. Maji utakunywa kwenu. Poa. Mami? Anakuwa mara moja. Njoo. Coming. Grayson, oh, thank God you're here. Thank God. Karibu. Come. Just come. Come sit here. What's happening? I don't know. Kichwa kinazunguka. Unajua hii taarifa nilipokea tangu asubuhi. Nikajua kwamba akiweza kurudi nyumbani na shangaa tena sasa hivi unavyonipigia na unajua hii kitu iko very serious. No. Hajarudi, hajapiga simu, hapatikani. Nimepiga simu kila kona ambako anaweza kawepo. Kwa nini alivyotoka hapa aliaga kizakti anakwenda wapi? Tumeachana vizuri, alikuwa anaenda kwa Sakina. Na sio kawaida yake. Labda anaweza kama ametoka, labda unajua pia ni mapema sasa hivi. Inafikana labda amekwenda sehemu nyingine. Tumpe wala masaa 48. Hajalala. Sio kawaida yake. Kama simu yake ingekuwa imezima, angekuwa na mtu angenipigia. Yaani hivyo ndivyo ambavyo mimi na yeye tunaishi. He could have called me. He hasn't called me. He hasn't looked for me. He hasn't briefed me anything. Sasa kwa Dr. Dorcas umejaribu kufanya mawasiliano? I tried everyone till his parents' house. Nikadedicate majukumu yangu.
ili tumtafute Shemson. Nafikiri kwa kuanzia tumtafute Shemson. Tukimwoje Shemson tunaweza akaturidi kidogo kuweza kujua kama Daniel labda atakuwa anahusika na yeye ama nini. Kwa sababu umesema sio kawaida. Kwa wewe relax. Wewe relax, acha sisi tumtafute Shemson. No. Shemson hapana. Tuanze na baba. Yeye ni mzee Kambona? Yes. Why? You see, some few days back, alinipigia simu. You see, baba hapendi kinachoendelea baina yangu mimi, Daniel na Sakina. And kuna mmoja ama nyingine anamblame sana Daniel. He's not happy with Daniel. And kuna baadhi ya matamshi ambayo anaweza aliyesema and yanani. Oh God. What if amemdhuru? Kwa nini kama unabadiliki? What if amemdhuru? Na Rebecca, ni mapema kusema hivyo kwa sababu hatujui inawezekana itamka usiki na mambo. Mimi nafikiri tujipe room kwanza. Sawa? Agent 208. Please, niko nahitaji unipe location ya Mr. Kambona. Sawa? Unipe location ya Mr. Kambona. It's urgent. Please, it's urgent. Okay. Dr. Lucas hayupo wala jamuona wajiongea naye. I'm worried, Grace. No, sina. Anaelewa. Hata nikikuwa mimi kama mwenzako hana kawaida kama hiyo, unamuona ghafla apatikane hewani na lazima una mashaka na kuelewa, lakini pia tunatakiwa tuweke kuna sababu nyingine inaweza kumpelekea mtu hivyo, labda alipatwa na dharura, simu ilizima chaji. No, angepiga. I know him. Inawezekana pia alikamatwa na polisi, huwezi jua. Then angenipigia. I know him. I could have had the information till now. It's been a day and so. Nakuelewa. If he's hurt, I'll never forgive myself. What?